Basi ndugu zangu, dada zangu, marafiki zangu, washiriki wa mwili wa Kristo, ni jioni nyingine tena nawaalika ili tupate himizo kidogo jioni hii njema. Maana tuliona ya kwamba tumeokolewa kwa neema. Na hii neema ni kipawa kutoka kwa Mungu. Si nguvu, si ujuzi, si maarifa, bali ni Mungu alipenda kutuokoa. Na baada ya kupenda kutuokoa, katika Waefeso 2:8-10 inasema ya kwamba hiki kipawa si cha mtu kujisifia, hiki kipawa si cha mtu kujiinua, bali ni kipawa kinachotufundisha mimi na wewe ya kwamba tuweze kurudi katika njia ambayo hiyo njia Mungu alituandalia tokea awali, mimi na wewe tuweze kuenenda kwayo. Na hii njia ndio inaitwa njia ya wokovu, na hii njia ndio inaitwa njia ya uzima. Na tuliona ya kwamba Yesu ndio hiyo njia, na ndio hiyo kweli, na ndio huo uzima. Na tunapomtaja Yesu tunalitaja neno la Mungu, kwamba ndani ya neno la Mungu ndimo mna uzima unapotii. Mnapoasi hilo neno la Mungu, basi mna mauti. Kwa mfano, Adamu alipewa neno la Mungu na kuambiwa matunda yote waweza kula, lakini matunda katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku ile utakapokula utakufa hakika. Kwa hivyo alipewa neno ya kwamba usile matunda katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa ushawishi wa joka na ushawishi wa mke wake akaweza kula, na alipokula basi akaasi, na alipoasi basi mauti yakatufikia. Na huo uasi huo ndio unaitwa dhambi. Huo ndio unaitwa dhambi. Sasa tutawachanaje na dhambi? Neno au amri ya Mungu ndio inayotujulisha uovu, na baada ya kutujulisha uovu, basi tunaepukana na uovu, tunatenda yale mapenzi ya Mungu. Na tunapotenda mapenzi ya Mungu, basi tunatoka kutoka kwa dhambi, na tunapotoka kwa dhambi, basi tunahesabiwa wenye haki. Kuna jambo hapa ambalo Paulo anazungumzia katika Warumi 7:7, anasema tusemeje basi, torati ni dhambi? Hasha! Wala singelitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama torati singalisema usitamani. Ni kwamba kupitia kwa sheria hii inatuonyesha uasi wetu, au sheria hii inatuonyesha ya kwamba tunatenda yatupasayo kutenda. Kwa mfano, sheria ya kwanza inasema usiwe na mungu mwingine. Unaenda katika nyumba ya ibada, na unapotoka nyumba ya ibada unakairisi kako, huyo ni mungu mwingine. Maana sheria inasema usiwe na mungu mwingine ila mimi. Sasa unapokuwa na kairisi, au unapoenda kwa mganga, unapokosa kumwamini Mungu, unapomwamini mganga,
basi umekuwa na mungu mwingine, hapo unakuwa muasi. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 inasema kwamba kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hivyo Mungu anasema usiwe na mungu mwingine, alafu wewe unatoka unaenda kwa mganga, una mungu mwingine, hivyo umekuwa muasi. Sheria ya pili inasema kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga. Na kuna jambo ambalo Mungu amelizungumzia kwa kusisitiza sana katika hiyo sheria ya pili, ya kwamba usiwe na sanamu ya kuchonga, katika Kumbukumbu la Torati 4. Tunaposoma Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 15 nasema, jihadharini nafsi zenu. Amesisitiza sana, jihadharini nafsi zenu basi, maana hamkuomba umbo la namna yoyote siku ile Bwana aliyosema nanyi kutoka kati ya moto. Ya kwamba hakuna aliyeona umbo la Mungu, na Mungu anasema kwamba jihadharini nafsi zenu, ya kwamba tujihadhari nafsi zetu. Kwa nini inapaswa tujihadhari? Anaendelea kusema ya kwamba msije mkajiharibu nafsi zenu, mkajifanyia sanamu ya kuchonga, mfano wa sura yoyote, mfano wa mwanamume au mwanamke. Ya kwamba amesema kwamba tusifanye sanamu kwa sura yoyote, mfano wa mwanamume au mwanamke. Lakini ulimwengu wa dini na wa imani sasa tumejifanyia sanamu ya kuchonga kwa mbao na kwa udongo, tukisema ya kwamba huyu mwanamume ni Yesu na huyu mwanamke ni mamake Yesu. Amesema ya kwamba tujihadhari nafsi zetu. Na anaposema namna hivyo, ulimwengu wa sasa tunatafuta mahali pa kujificha. Tunasema tunafanya hivi, si ati hatuabudu sanamu, bali tunafanya hivi kwa kukumbuka mateso yake pale msalabani. Tunafanya hivi kwa kukumbuka Bikira Maria. Lakini amesema jihadharini nafsi zenu, na akasisitiza msifanye kwa sura yoyote, mfano wa mwanamume au mwanamke. Ndio maana Paulo anakuja kuzungumza nasi katika Warumi 1:18, anasema kwamba kwa maana, Warumi 1:18, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Ya kwamba tunapinga neno la Mungu kwa uovu, na tumeona kwamba kila atendaye dhambi afanya uasi ama uovu, ama anaenda kinyume. Ya kwamba Mungu anasema fanya hivi, lakini wewe unaenda kinyume, unafanya kama vile Mungu hajasema ufanye. Kwa mfano, Adamu anaambiwa usile, naye akafanya nini? Akala katika tunda la mti wa ujuzi wa mema na baya, akatenda uovu. Uovu huu ukaleta uasi, uasi huu ukazaa dhambi, dhambi hii ikazaa nini? Mauti. Na sasa Yesu alikuja kutukomboa kutoka kwa mauti, ya kwamba uasi ulio ndani yetu tuachane na uasi. Na sasa neno hili ndilo linalotuonyesha uasi wetu, na linapotuonyesha uasi wetu tufanyeje? Basi neno hili linatufundisha kuachana na uasi na kutenda mapenzi ya Mungu. Kama nilikuwa na sanamu, niwachane na sanamu. Kama nilikuwa naenda kwa mganga na kwa mchawi, niwachane na uganga na uchawi, nimtumainie nani? Mungu. Kwa hivyo ndugu zangu, dada zangu, tumtumainie Mungu, tuishike neno lake. Anachosema tusifanye, tusifanye. Anaposema tufanye, tufanye. Hapo ndipo kumwamini, na hapo ndipo kumtii. Maana waraka wa kwanza wa Yohana 2:3 anasema kwamba yeye anayesema anamjua na azishike amri zake ni mwongo. Kwa hivyo inapaswa tunaposema ya kwamba tunamjua, basi tuzishike amri zake.